Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina zuri la Yesu Kristo. Bwana akubariki sana na nanijisikia vizuri umeweza kufungulia NYTV na Mungu akubariki sana. Ni mimi ndugu yako katika Kristo Yesu. Kwa mara nyingine tena nimekuja mbele zako. Jina langu ni Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, mhubiri wa injili ya amani na iokoayo. Kanisa ninalolitumikia na kuliongoza kama mchungaji kiongozi liko hapa Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, eneo la Goba. Mke wangu mzuri anaitwa Loveness, ni huyo hapa ambao namwona katika matukio mbalimbali ya huduma kama ambavyo picha zinapita. Mungu ametubariki kwa watoto kadhaa na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Loveness, mke wangu mpenzi, ambaye ni mtumishi mwenza pamoja nami. Na Mungu akubariki kwa kuendelea kutuombea na kututia moyo katika utumishi huu. Mimi huwa ninakujia kila mara kupitia NYTV nikileta jumbe mbalimbali ambazo zinakutia moyo, zinakufundisha na kukuelekeza. Na katika majira na wakati huu nimekujia tena kwa somo lile ambalo nililiacha wiki iliyopita. Tafadhali rejea katika makala ya somo yetu wiki iliyopita. Unaweza kufuatilia somo kupitia NYTV. Tafuta pale na namba zangu za simu ziko hapo, utanipigia. Ratiba zetu za ibada ziko hapo. Lakini pia kwa ajili ya mambo kadha wa kadha binafsi, bado unaweza kunifuata nami nikakushauri. Somo letu linasema kuongozwa na Mungu. Kuongozwa na Mungu ndiyo somo ambalo lipo hewani. Na katika kipindi kilichopita nilifanya kuweka msingi wa somo letu. Nilikusomea Zaburi ile 32 mstari wa 8. Maandiko matakatifu yanasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri na jicho langu litakutazama. Mungu ameweka ahadi ambazo zote zinahusiana na maongozi yake. Moja, amesema nitakufundisha. Mbili, amesema nitakuonyesha njia utakayoiendea, yaani ufanye nini na uende wapi. Tatu, amesema nitakushauri, nitakupa mashauri yaliyo bora katika dilema ulionayo. Na nne, ameahidi ya kwamba uso wake au macho yake au uwepo wake utaenda pamoja na wewe. Hizi ni ahadi ambazo Mungu ameziweka zinazohusiana na wewe kuongozwa na Mungu. Na somo letu linasema ni kuongozwa na Mungu. Mungu anatamani akuongoze. Mungu anatamani akushike mkono. Mungu anatamani atembee na wewe. Mungu anatamani ashikamane na wewe. Na niko hapa kukutia moyo ya kwamba bado haujachelewa. Mwaka huu hautapotea katika jina la Yesu. Na mwaka huu hautaingia hasara katika jambo lolote, kwa sababu maamuzi yote utakayoyafanya yatakuwa na faida na tija katika jina la Yesu Kristo. Na ndiyo maana anasema tena katika Zaburi ya 37 mstari wa 23, hatua za mtu wa Mungu zinaongozwa na Mungu mwenyewe. Hatua za mtoto wa Mungu zinaamriwa na Mungu mwenyewe. Yaani ni Mungu anayeamua kwa habari ya hatua zetu, kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya tufanye nini, tuende wapi, tuoe wapi, tuoaje, tuzae vipi. Yaani Mungu ndio mwamuzi wa mwisho wa maisha yetu. Na ukiongozwa na Mungu hautaingia hasara katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na niliendelea mbele katika kipindi kilichopita nikasema, anaposema the steps of a righteous man are dictated by the Lord, directed by the Lord, ordered by the Lord, or commanded by the Lord. Maanake hatupaswi kujiongoza hatua zetu. Hatupaswi kuamua juu ya maisha yetu, hata kama tuna akili, hata kama tuna shule, hata kama tuna board members.
ila maamuzi yetu ya mwisho yamtegemee Mungu, yaongozwe na Mungu, yaamliwe na Mungu, hata kwenye huduma, hata kwenye maongozi ya kanisa, hata kwenye kiongozi wa serikali, hata kwenye kiongozi wa taasisi. Mungu akawe kiongozi wako mkuu katika jina la Yesu. Na Mungu amenipa neno la kinabii kwa habari ya maisha yako, ya kwamba mwaka huu maisha yako yatakuletea matokeo chanya, kwa sababu Mungu mwenyewe atakaa kwenye usukani wa maisha yako katika jina la Yesu. Na yale uliyoyaona mwaka jana kama mapungufu, hautayaona tena mwaka huu, kwa kuwa Mungu rafiki mwema atashikamana na wewe katika jina la Yesu. Na wiki iliyopita nikajibu swali linalosema, Mchungaji Kabuta, naam, je, uko wajibu gani kwangu mimi mwamini wa kufanya ili niweze kuongozwa na Mungu? Wajibu wangu ni upi? Je, wakati Mungu ananiongoza ninalo jambo la kufanya? Ndiyo, kuna mambo unapaswa kuyafanya. Rejea klipu yangu ya nyuma, rejea mafundisho ya wiki iliyopita. Nilisema ili Mungu akuongoze, jambo la kwanza unapaswa kumtumaini yeye 100%, na jambo la pili unapaswa kumwomba akuongoze. Unapoenda kumwomba ni tendo la unyenyekevu, yaani unamkabidhi Bwana hatua zako, unamkabidhi Bwana mambo yako, ya kwamba akaamue na kutenda vile aonavyo. Na tulisoma Mithali 3 mstari wa 5 mpaka ule wa 6. Maandiko anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana, mtegemee yeye kwa moyo wako wote. Ondoa tumaini lako mahali popote ulipoliweka. Maandiko anasema mtumaini yeye, maandiko anasema mtegemee yeye, na anasema wala tusizitegemee akili zetu wenyewe. Jambo la kwanza, muamini Bwana. Jambo la pili liko kwenye mstari wa 6, anasema katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mungu anataka umkabidhi yeye maisha yako, njia zako, mipango yako. Na ndiyo maana katika Mithali 16 anasema mkabidhi Bwana mawazo yako, mkabidhi Bwana njia zako, na mawazo yako yatathibitika. Manake chochote ukifanyacho mkabidhi Bwana, ndipo ambapo utafanikiwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo jambo la pili, tumwombe yeye atuongoze. Na ndiyo maana tukasoma katika kile kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka wa 23. Ezra anahadithia katika safari yao, wakati wanatoka utumwani wanaelekea kwenye nchi yao pale Yerusalemu. Wakiwa wako njiani, wamefika kwenye mto Ahava. Maandiko yanasema ya kwamba akaitisha mfungo kwa raia wote wa Israeli pale mtoni Ahava. Watu wakafunga na kuomba, 1, ili kujinyenyekeza; 2, ili kutafuta kutoka kwa Mungu njia iliyonyooka. Kwa lugha nyingine, wanataka mapenzi ya Mungu makamilifu. Wanataka Mungu awaongoze waelekee wapi, wakifika wafanye nini. Na mimi nakutia moyo katika jina la Bwana, hatutaweza kuongozwa na Mungu kama hatutakuwa waombaji. Mungu hafanyi jambo mpaka umeomba, ili akitenda useme hakika ni mkono wa Bwana ulinivusha katika jambo hili. Na mimi nakuombea Roho wa neema na maombi akae juu yako katika jina la Yesu. Na kuombea Roho wa neema na maombi akae juu yako katika jina la Yesu Kristo. Napenda sana Ezra sura ya 8 ule mstari wa 21, anasema nami nikaamuru, nikatoa mwelekeo, nikatoa mwongozo, habari ya kufunga na kuomba, ili kujinyenyekeza mbele za Bwana, kwamba bila yeye hatuwezi.
lakini 2 anasema ili kutafuta kwake, kuuliza mwelekeo, tuende au tusiende, na tupitaje njia ipi, na tufanyeje. Maandiko anamzungumzia mtu mmoja anaitwa Daudi katika Biblia. Mara zote akiwa anataka kwenda vitani, Daudi alikuwa anachukua vazi lake la maombi, halafu anaenda mbele za Bwana, anaomba, anauliza Mungu, twende katika hii vita au tusiende? Na mara nyingi Mungu alimwambia nenda, niko na wewe, na alikuwa anampa paka mwelekeo, anamwambia pita njia hii, utawakuta pale na utafanya 1, 2, 3. Umefika wakati wa Tanzania kurudi katika maongozi ya Bwana. Imefika wakati wa viongozi wetu wa serikali ngazi zote, kuanzia ngazi ya serikali za mitaa kutuongoza, lakini na wao wakiongozwa na Bwana. Viongozi wa majimbo, viongozi wa wilaya, viongozi wa mikoa, kwenye ngazi za serikali, na waita tena magotini katika jina la Yesu, maana Mungu anayo nafasi nyingine ya kuiongoza na kuikamata Tanzania. Tanzania inahitaji kuongozwa na Mungu kuanzia chini mpaka juu, lakini lazima roho wa maombi akae juu ya Watanzania. Na bado hatujachelewa Watanzania, na waita tena magotini katika jina la Yesu. Wakati ndio huu na majira ndiyo haya, na sauti ya Mungu ndiyo hii inasema, Tanzania geuka, acha kujitegemea mwenyewe na kutegemea chochote ulicho nacho, na tuliitie jina la Mungu wa majeshi, naye atatuongoza. Kiongozi mwenzetu Ezra anasema walipofika katika mto wa Ahava, akawaita watu wote kwa habari ya maombi, akawaambia tufunge na kuomba tukitafuta maongozi ya Mungu. You need prayer in your life for God to lead you. Unahitaji roho wa maombi na neema akukalie. Omba kwa maombi binafsi, omba kwenye maombi ya jumuiya, omba usiku, mchana na asubuhi, omba ukiwa umefunga na hata wakati hujafunga, omba ukiwa na furaha na hata wakati wa huzuni, omba wakati wa utele na wakati wa kupungukiwa. Katika nyakati zote mpe Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, ndipo ambapo atakuongoza. Na jambo la 3 tukasema tujifunze njia mbalimbali ambazo Mungu anazitumia kuwaongoza watu wake ili tusipishane naye. Kutembea na Mungu kunahitaji pia kumfahamu Mungu alivyo. Na jambo la 4 tukasema tuwe tayari kufuata maelekezo ya Mungu kwa uaminifu 100%. Mungu anaposema jambo na kutuelekeza kitu cha kufanya, basi tuwe waungwana, tufuata maelekezo yake 100%. Tukisha muamini yeye na tukisha muomba, basi tujiachilie mikononi mwake na tutekeleze yale ambayo anataka tuyafanye. Kumbuka habari ya Naaman. Naaman alienda kwa Mungu wa nabii Elisha akitaka kuponywa ukoma wake, na Mungu akashusha neno la maelekezo kupitia nabii wake Elisha ya kwamba aende mtoni akajioshe. Elisha akasema nenda mtoni ukajichovye mara 7, ndipo ambapo uponyaji wako utakapokujilia. Maandiko yanasema ilikuwa ngumu mwanzoni kwa Naaman. Baada ya ushawishi wa kutosha, Naaman aliamua kuchukua hatua ya imani, akaenda akamtii Mungu kwa kufuata yale maelekezo. Alipozama mara ya kwanza mpaka ya 7, ndipo akapata uponyaji kamili. Na mimi nakwambia katika jina la Yesu, Mungu anapotaka kufanya jambo jipya, anapotaka kukuongoza kwenye maisha yako, anataka kwanza uwe tayari, uwe mororo kufuata maelekezo yake. Uweke ukaidi wako pembeni, uweke roho ya kiburi pembeni, uweke overconfidence pembeni, ukubali kumwamini yeye na kutembea katika maelekezo yake.
wake. Na mimi nakuombea sikio sikivu, na mimi nakuombea moyo wa nyama uliopondeka, ulio tayari kufuata maelekezo ya Bwana. Namuona Mungu anaenda kukuinua katika jina la Yesu. Namuona Bwana anapokamata usukani wa maisha yako na unapiga hatua kwenye huduma yako katika jina la Yesu. You shall never remain the same in the name of Jesus. Maisha yako yanachukua hatua nyingine, maisha yako yanachukua sura nyingine katika jina la Yesu. Kama unanielewa, hebu sema amen. Hallelujah. Riamasekeria la pakandaria masaika. Namwona Roho wa Bwana tayari anayakamata maisha yako na yuko tayari kukuongoza tena katika maisha yako. Neno la Bwana linasema Mungu kwetu ni kiongozi, na anataka tuongoze kwa ajili ya faida zetu wenyewe na kwa ajili ya tija ya ufalme wake. Liko swali nataka nilijibu katika dakika 15 zilizosalia, na swali lenyewe linasema, je, mchungaji Kabuta, ni njia gani ambazo Mungu anazitumia kuwaongoza watu wake? Asante sana. Swali zuri. Talirudia tena swali letu. Swali linasema, je, ni njia gani anazozitumia Mungu kuwaongoza watu wake? Pendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Hannington Kabuta. Mke wangu anaitwa Loveness. Sisi ni watumishi wa kanisa zuri sana la Tanzania Assemblies of God. Tuko hapa Goba. Ninapoendelea na mafundisho haya, kama una maswali tafadhali andike pembeni. Namba yangu ya simu iko hapo, inapita hapo, na ratiba za ibada zinapita. Na kuomba tafadhali fuatana nami, na utakapokuwa una jambo wasiliana nami kwa simu hii. Pia usisahau kulike, kusubscribe, kushare matangazo haya na mafundisho haya kwa watu wengine, na Mungu akubariki sana. Swali letu la msingi, je, mchungaji, ni njia gani anazotumia Mungu kuzungumza na watu wake, kuwaelekeza watu wake, au kuwaleta watu wake katika mapenzi yake yaliyo makamilifu? Na ninapozungumzia habari ya mapenzi makamilifu ya Mungu, ninaomba tu, ingawa sio somo langu, ila naomba uelewe kwamba kuna mapenzi ya Mungu makamilifu na kuna mapenzi ya Mungu ruhusiwa. Mapenzi ya Mungu makamilifu ni kile kitu ambacho Mungu alikusudia initially, rasmi kwa ajili yako. Yani ile plani yake ya awali ambayo ni njema na ni nzuri. Halafu mapenzi ya Mungu ruhusiwa ni yale mambo ambayo Mungu anayaachilia kwenye maisha yako kwa sababu wewe mwenyewe umeyang'ang'ania sana, lakini Mungu hakuyataka kwako. Mfano, kuna usemi ambao Waswahili wanasema, mtoto akililia wembe mpe. Ndio hiki kitu tunachoita the permissive will of God, yani mapenzi ya Mungu ruhusiwa. Sasa Mungu akuongoze katika mapenzi yake makamilifu. Hapo ndipo utaiona tija yake, yani kile kitu alichokiandaa kwa ajili yako. Akuongoze uipate ile kazi ambayo alikuandikia tangu awali, kabla misingi ya dunia haijawekwa. Akuongoze ufunge ndoa na mtu ambaye alimkusudia tangu awali, kabla misingi ya dunia haijawekwa. Akuongoze uishi katika taifa, mkoa, wilaya na eneo ambalo alikusudia tangu awali, kabla misingi ya dunia haijawekwa. The perfect will of God is what God intended for you from the very beginning. Tangu mwanzo alikikusudia na kukinia. Na Mungu mara zote anataka tutembee katika mpango wake, katika kusudi lake, katika ramani yake, na katika mpango ambao ameweka kwa ajili yako. Sasa niko njia kadhaa hapa hewani, sitaweza kuzifundisha zote, wala sitaweza kuzifundisha kwa ukamilifu sana. Ninatoa tu muktasari. Njoo Goba kanisani mpendwa, njoo hapa Goba kanisani.
mimi ni mwalimu mzuri wa neno, nitakufundisha, nitakuelekeza, nitakuombea, na neema ya Bwana itakushika na hautakuwa kama ulivyokuwa awali, katika jina la Yesu. Na naiona neema ya Bwana iko juu ya maisha yako. Hebu sema tena amina. Sema tena amina katika jina la Yesu. Mara ya 3 sema tena amen. Asante sana na Mungu akubariki sana. Njia ambazo Mungu anazitumia kuwaongoza watu wake. Njia ya kwanza, kupitia neno lake. Kupitia neno lake. Kupitia neno lake, yaani Biblia. Biblia ni mwongozo mkuu wa Mungu kwa mwanadamu. The Bible is our guide. The Bible is our authoritative manual. Yani ni mwongozo wenye mamlaka juu ya maisha yetu. Biblia ni mwongozo mkuu kwa mwanadamu. Zaburi ya 119 mstari wa 105, Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hii ni lugha ya picha ya kusema kwamba neno la Mungu liko ili kutuongoza. Unapokamata Biblia kwenye maisha yako, unapoisoma Biblia kwenye maisha yako kwa moyo ulio wazi, moyo ulio tayari kuelekezeka na kufundishika, na ulio tayari kutekeleza maelekezo ya Biblia, maana yake ni kwamba wewe uko tayari kufuata maelekezo ya Mungu. Na Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, ni mwanga mbele yetu, anatuangazia ili tusipotee, ili tusipoteze mwelekeo. Na ndiyo maana kitabu kile cha Wakolosai 3:16 Biblia inasema neno la Mungu nalijae kwa wingi mioyoni mwenu, kwa sababu ndiyo taa, kwa sababu ndiyo dira, kwa sababu ndiyo mwelekeo. Hakuna jambo ambalo halijazungumziwa kwenye neno la Mungu. Maswali yako yote yanaweza jibiwa kupitia neno la Mungu. Ninakutia moyo katika jina la Yesu. Anza leo tena katika jina la Yesu. Anza leo kulisoma neno, kulielewa, maana kupitia maandiko Mungu hutufundisha, Mungu hutuonya, Mungu huturekebisha na kutuongoza katika haki. Kwa hiyo neno la Kristo na likae kwa wingi mioyoni mwetu. Kwa hakika Mungu husema nasi kupitia maandiko matakatifu, hutufundisha, hutuonya, huturekebisha na kutuelekeza. Uongozi wowote wa kweli wa Mungu hupatikana kupitia neno lake. Uwe na Biblia yako mwenyewe, soma Biblia yako, fuatilia neno la Mungu, elekezeka. Mungu ana jambo kwa ajili yako, na wala usiache kusoma neno la Mungu. Hili neno litakuongoza. Lakini njia ya pili ambayo Mungu anaitumia kuwaelekeza na kuwaongoza watoto wake ni kupitia sauti ya Roho Mtakatifu. Sauti ya Roho Mtakatifu. Hii ni sauti ya ndani, sauti ya moyoni, amani ya moyoni, utulivu wa ndani. Sauti ya Roho Mtakatifu. Mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, neno la Bwana linasema katika kitabu cha Warumi, wale wenye Roho wa Kristo ndio wa Kristo. Yani sisi waamini, Roho wa Kristo anakaa ndani yetu na anaoperate na kutenda kazi kwa kutokea ndani. Kwa mantiki hiyo, kama anafanya kazi kwa kutokea ndani yetu, ana uwezo pia wa kutuongoza. Roho Mtakatifu kaa ndani ya waaminio na kuwaongoza kila siku. Warumi 8:14 nasema, kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Warumi sura ya 8 mstari wa 14, kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho Mtakatifu hutoa msukumo wa ndani, amani ya moyo au onyo kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa waumini, Roho ni msaidizi na kiongozi wa karibu. Roho Mtakatifu hutupa amani katika mambo ambayo yanamtukuza Mungu, mambo ambayo ni mapenzi ya Mungu, lakini hutupa msukumo chanya, lakini huweka hali ya huzuni na mambo ambayo
sio sawa, au kama tunapotea katika mwelekeo ambao Mungu anataka twende, tutasikia uzito moyoni. Na ndiyo maana katika Wakolosai 3:5 Biblia inasema amani ya Kristo na itawale mioyoni mwenu. Amani ya Kristo, sauti ndogo ya ndani, amani, Roho wa Bwana anayefanya kazi ndani yenu na aamue juu ya mwelekeo wenu, na kuombea katika jina la Yesu ubatizo katika Roho Mtakatifu, na kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu, na kuombea mahusiano mema na Roho Mtakatifu, na kuombea ushirika na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Na leo unaanza moja katika jina la Yesu. Hata kama ulikuwa umepoteza mwelekeo, huu ni mwaka mpya na mwanzo mpya. Hata kama mambo yako yalikuwa hayaendi, natangaza kuanza sasa katika jina la Yesu. Iko neema mpya kwenye maisha yako. Mungu ana uwezo wa kufanya jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Mungu anatuongozaje? Anatuongoza kupitia neno lake. Mungu anatuongozaje? Anatuongoza kupitia sauti ya Roho Mtakatifu inayonena ndani yetu, inayofanya kazi ndani yetu, yani amani ya Kristo ndani yetu. Lakini tatu, Mungu anatuongoza kwa kupitia watu wengine. Mara zote au mara nyingi pia Mungu anaweza kusema nasi kwa kupitia watu wengine mbalimbali ambao wako pamoja nasi. Yawezekana ni mchungaji au mzee wa kanisa, viongozi wa idara, au ndugu jamaa na marafiki, au mwenza wa maisha yako, au watoto wako, au wazazi, au jirani. Mungu anaweza tumia mtu yeyote au kiongozi wako kazini akakuongoza, akaleta neno la kukuvusha na kukueleza kile upaswacho kukitenda. Maandiko anasema katika kile kitabu cha Mithali 20:18, pasipo shauri mipango huvunjika, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu na mafanikio. Kwa wingi wa washauri. Tuna mifano mingi katika Biblia inayoonyesha Mungu akiwatumia watu wengine kufikisha ujumbe na maongozi yake kwa watu wengine. Ninaomba kuanzia leo heshimu watu. Ninaomba ongeza umakini wa kuheshimu watu. Kaa vizuri na watu. Fuata maelekezo, maadamu sio dhambi, maadamu hayakupotoshi. Tulia katika njia ya Bwana na Mungu atawatumia kukuongoza. Mungu anaweza kukuongoza katika mapenzi yake kupitia mchungaji, kiongozi yoyote wa kiroho, kiongozi wa kiserikali, kiongozi wa kazini kwako, au ndugu jamaa na rafiki, mume, mke, watoto. Usidharau, ongea na watu, kaa vizuri na watu. Kwa dakika 5 ninaomba nimalizie. Dakika 5 nitaje njia zingine ambazo Mungu anazitumia kusema na kuongoza watu wake. Njia ya kwanza nimesema kupitia neno lake. Njia ya pili nimesema kupitia sauti ya Roho Mtakatifu ndani yetu, au sauti ya upole, utulivu au amani ndani ya mioyo yetu. Njia ya tatu, Mungu anatuongoza kupitia watu wengine. Njia ya 4, Mungu anatuongoza kupitia mazingira au matukio mbalimbali. Wakati mwingine Mungu anaweza kakuongoza. Sio kila mlango uliofunga ni adui, na sio kila mlango uliofunguka ni Mungu. Wakati mwingine kuna mlango unafunga, sio kwa sababu kuna adui yoyote pale, hapana. Ni Mungu anataka kukwambia sitaki uende huko, bali nataka uende huku. Kwa hiyo kuna milango ya baraka inafunga wakati mwingine, kwa sababu majira ya Mungu yameisha katika mwelekeo huo. Mungu anataka upige U-turn, ubadilishe mwelekeo, ufuate mwelekeo wa kule anapoelekea. Kwa hiyo kuna wakati baraka zinakata kaskazini, lakini wana uhakika kusini zitafunguka. Kuna wakati kuna watu watakuwa disconnected kwako, lakini kuna wengine watakuwa connected na wewe. Nataka nikwambie katika kipindi hiki, Mungu anaweza akakuongoza kupitia matukio mabaya au mazuri, au kupitia mazingira mbalimbali. Nimeona kwenye maisha yangu, hivi karibuni nitafanya documentary fupi ya maisha yangu na ushuhuda.
kumtukuza Mungu kule Mungu amenitoa. Nitakueleza, kuna wakati Mungu alinipeleka nje ya nchi. Nilifika mahali nikaona vitu haviendi Tanzania, mambo yamekuwa magumu. Nikamwambia mke wangu, nataka tubadili maisha, twende nje ya nchi. Nikaondoka, na ukweli sikuwa na mpango wa kurudi, lakini kumbe Mungu alikuwa nataka niende nifanye umisheni nchini Kameruni kwa miaka 2 kisha nirudi. Kwa hiyo Mungu alitumia matukio ya ugumu Tanzania kunipeleka uhamishoni nje ya nchi ili nikalitumikia kusudi la Bwana. Sio kila ubaya ni ubaya. Tafuta maelekezo na mwongozo wa Mungu. Yusufu aliuzwa na ndugu zake na kutendwa mabaya. Kumbe Mungu alikuwa anamuongoza akawe mtu mkubwa kwenye taifa lingine, lakini baadaye aje kunusuru ndugu zake wakati wa ukata na uhaba wa chakula. Nataka nikwambie, Mungu yuko tayari kukuongoza kupitia matukio na mazingira mbalimbali. Nimalize kwa kusema Mungu anaweza kukuongoza kwa kupitia ndoto, japo sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Ziko ndoto zinazotoka kwa shetani, ziko ndoto zinazotoka kwa Mungu, ziko ndoto zinazotoka kwenye moyo wako wewe mwanadamu. Kwa sababu ndoto wakati mwingine zinakuja kwa njia ya shibe. Tukisha shiba, tukilala, akili zetu huwa hazilali, zina rewind. Kuna mdahalo unakuwa unaendelea kwenye akili zetu. Kwa hiyo tunaota baadhi ya mambo tulioanza nayo mchana, asubuhi, tunapolala tunaota. Kwa hiyo kuna wakati tunaota sio Mungu wala shetani, ni akili zetu. Lakini kuna wakati ni Mungu anatupa mwelekeo. Kumbuka Yusufu, mume wa Bikira Mariamu, alitokewa na malaika ndotoni kwa habari ya kutokumwacha Bikira Mariamu, akapewa mwongozo wa Mungu. Kumbuka pia Farao aliota ndoto habari ya ng'ombe 7 wakondefu waliochoka wabaya na ng'ombe 7 wazuri waliopendeza sana, kwa habari ya miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Na Yusufu alipotabiri, alipotoa ufunuo juu ya ndoto ile, alimwambia mfalme, haya ni maelekezo ya Mungu kwako kwa kupitia ndoto. Kuna kipindi cha njaa kinakuja na kipindi cha shibe kipo mbioni. Sasa uwe na hekima, ujue namna kutumia kipindi cha shibe ili kukikabili kipindi cha njaa kijacho. Ni maelekezo kutoka mbinguni yanakuja kwa Farao kupitia ndoto na kutafsiriwa kwa Yusufu. Namuomba Bwana asikuache gizani katika jina la Yesu. Akakupe ndoto zitakazokupa ufunuo wa namna kutoka hapo ulipo katika jaribu linalo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema tena amina. Ninapomalizia sasa, sio kila ndoto ni ya Mungu, ziko za shetani. Tutafundishana huko mbele kwenye vipindi vijavyo namna ya kuchuja ndoto. Njia nyingine ambayo Mungu anawaongoza watu wake ni kupitia maono. Maono ni nini? Sizungumzi maono kama mipango wala maono kama ratiba ya mbele. Nazungumzia maono kama li television, li TV lililo wazi, linalokuja mbele yako ukiwa wazi. Aidha umekaa unawaza au uko kwenye maombi, Mungu anakuletea picha mbele yako, unaanza kuona vitu vizito vikitendeka. Na Mungu akupe maono katika jina la Yesu. Petro katika ile Matendo ya Mitume sura ya 10 akaletewa maono akiwa darini kwa habari ya watu mbalimbali waliokubaliwa na Mungu. Mungu akupe maono katika jina la Yesu. Picha iliyo wazi ikafunguke mbele yako juu ya mipango na maelekezo ya Mungu kwenye maisha yako. Usipotee bali ukabaki kuwa salama katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu pia anaweza kukuongoza kupitia unabii, japo sio kila unabii unatoka kwa Mungu. Siku hizi kuna fake nyingi, unahitaji umakini wa hali ya juu. Mpendwa mtazamaji wangu, popote pale unaponifuatilia, nimefika mwisho. Mimi ni Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God. Natumika na mke wangu Loveness, ambao namwona hapo kwenye picha. Tunatumika naye, tuko Dar es Salaam hapa Goba. Tungefurahi uje kanisani kwa mafundisho zaidi, kwa maombi zaidi, kwa ushauri na kwa nafasi mbalimbali za kumtumikia Mungu. Mungu anakupenda. Pamoja na dhambi na kila kitu ulicho nacho, unaweza anza moja leo ukamtumikia Mungu. Hii ni nafasi mpya ya wewe
kuanza na Kristo. Nimalize kwa kusema msisitizo wangu wa leo ilikuwa ni njia mbalimbali anazozitumia Mungu kuwaongoza watu wake. Mungu anatuongoza kupitia neno lake, Mungu anatuongoza kupitia watu wengine, Mungu anatuongoza kupitia sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ndogo ya ndani. Mungu anatuongoza kupitia ndoto, Mungu anatuongoza kupitia maono, Mungu anatuongoza kupitia unabii, lakini Mungu anatuongoza pia kupitia mazingira. Mazingira yanayozungumzia sio environment, circumstances, matukio mbalimbali. Kuna vitu vinatokea katika maisha yako, ni sauti ya Mungu ya kukuelekeza upite wapi. Naomba nikuombee. Mungu akutunze na akubariki katika jina la Yesu. Like, follow, subscribe and share the teachings. Peleka kwa watu wengine, huo nao ni utumishi, na Mungu akubariki sana. Baraka za Bwana ziwe na wewe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana.